Matumaini yoyote ya amani ya kudumu kati ya Afghanistan na Pakistan yaliyotambawa usiku wa Ijumaa wakati vurugu zilizosababisha vifo vya watu zilipochomoza tena kupitia mipakani. Usitishaji wa mapigano wa saa 48 ambao uliweka akiba katika vita vilivyokuwa vikali kwa siku kadhaa ulitangazwa kuvunjika wakati angamizo la ndege za Pakistani likipiga mkoani Paktika, mashariki mwa Afghanistan. Wafanyakazi wa Afghanistan waliripoti kuwa mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya angalau raia 10 na kujeruhi wengine 12, wakiwemo watoto wawili. Serikali ya Taliban imeituhumu Islamabad kwa kuvunja makubaliano ya usitishaji wa mapigano, ikitoa onyo wazi kwamba itajibu. Idadi ya raia waliopoteza maisha pia inajumuisha msiba unaotia huzuni kwa jamii ya michezo ya Afghanistan. Bodi ya kriketi ya Afghanistan ilitangaza kwamba wachezaji watatu wa kriketi waliokuwa katika mashindano walikuwa miongoni mwa waliouawa katika mashambulizi hayo. Kwa ajili ya maandamano, bodi ya kriketi ya Afghanistan imefuta timu yake kutoka katika mashindano ya kimataifa ya T20 ya nchi tatu ambayo yangehusisha Pakistan. Shambulizi hili lilitokea huku juhudi za ngazi ya juu za kidiplomasia zikiendelea. Mjumbe wa zamani wa Marekani Zamlai Khalilzadeh aliandika kwenye X kwamba Qatar ilifanikiwa kuwashawishi pande zote kuendelea na kusitisha mapigano na kwamba walimkaribisha waziri wa ulinzi na vichwa vya kijasusi Doha ili kujadili makubaliano ya kudumu. Aliongezea kwamba Pakistan badala yake ilichagua kuvunja usitishaji huo na kushambulia wilaya ya Uruzgan mkoani Paktika. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan ilijitetea kwa kusifu shambulizi kuwa ni utendaji wa haki ya kujilinda, ikieleza kwamba vitendo vya Taliban vilikuwa uasi usiostahili. Msemaji alisema kwamba shambulizi lao lililenga magaidi pekee. Wameutuhumu utawala wa Taliban kwa kuituma lawama kwa wengine, wakidai kuwa wanapaswa kutimiza mara moja ahadi yao ya kuzuia TTP kushambulia kutoka ndani ya ardhi ya Afghanistan. Pakistan ilitumia haki yake ya kujilinda. Sio tu ilifanikiwa kunyamazisha mashambulizi kando zote za mpakani, bali pia ilisababisha hasara kubwa kwa vikosi vya Taliban na makundi yanayoshirikiana nayo. Vikosi vinavyoendesha kutoka ardhi ya Afghanistan vilikuwa vikitumika kupanga na kuwezesha mashambulizi ya kigaidi dhidi ya Pakistan. Jibu letu la ulinzi alikuwa limeelekezwa dhidi ya wananchi wa kawaida wa Afghanistan. Matukio haya yalifuatia na shambulio la kifo lililofanywa na kundi la TTP dhidi ya kambi ya kijeshi katika wilaya ya Kabilafu karibu na mpaka wa Afghanistan huko Pakistan. Kulingana na ripoti, bomu la kujitoa uhai limegonga gari lenye vilipuzi kwenye ukuta wa ndani wa kambi. Hii ilifuatiwa na mapigano ambayo angalau askari 7 wa Pakistan waliuawa na zaidi ya 10 walijeruhiwa. Mawaziri wa jeshi la Pakistan wamethibitisha kwamba jumla ya magaidi 4 waliuawa kabla hawajafanikiwa kuingia ndani ya kambi. Mlipuko wa vurugu umepata umakini wa rais wa Marekani Donald Trump ambaye mara kwa mara amejivunia kutatua vita nyingi. Alisema ilikuwa jambo rahisi la mazungumzo, akiliita kuwa tatizo rahisi kutatua. Hii ni karibu vita ya mwisho kwangu kutatua, ingawa ninaelewa Pakistani ilishambulia au kuna shambulio linaendelea na Afghanistan. Hilo litakuwa rahisi kwangu kulitatua ikiwa nitahitajika. Kwa wakati huu lazima niendeshe Marekani, lakini napenda kutatua vita. Unajua kwa nini napenda kuzuia watu wasiuawe? Nami nimeokoa mamilioni ya maisha ya watu, na nadhani tutaweza kufanikisha na vita hii.
alisema Donald Trump. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwa heri kwa sasa.